Tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mnaendelea vizuri na tunawakaribisheni kusikiliza habari za matukio ya kila siku ya leo tarehe 8 Februari mwaka 2026. Na tukianzia huko jimboni Kivu Kaskazini, shambulizi linalodaiwa kufanywa na wahasi wa ADF limeikumba kijiji cha Mabimbi Isigo kilichopo katika grupema ya Bapakombe sekta ya Bapere usiku wa kuamkia jana Jumamosi tarehe 7 Februari hii. Kwa mujibu wa taarifa za awali, raia 15 ndio wamepata kuuawa wakiwemo wanawake wawili. Watu kadhaa pia wanaripotiwa kutoweka huku angalau nyumba 7 zikichomwa moto wakati wa shambulizi hilo. Kutokana na hali hii ya ukosefu wa usalama, kumeshuhudiwa wimbi kubwa la wakazi kukimbilia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, hususan katika maeneo ya njia panda na Mangurejipa. Na tukijielekeza na tukirudi jimboni Kivu ya Kusini katika tarafa la Fizi, milipuko mikubwa na milio mizito ya bunduki zilisikika katika eneo la Makobola hiyo jana tarehe 7 mwezi huu, na kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, tukio hilo lilikuwa ni zoezi la majaribio ya silaha nzito lililofanyika katika muktadha wa operesheni zinazoendelea. Jeshi linawahakikishia wananchi na kuwataka waendelee kuwa watulivu, likibainisha kuwa milipuko hiyo haikuhusiana na shambulio lolote, bali ilikuwa ni ukaguzi wa kawaida wa kiutendaji wa vifaa vya kijeshi vinavyotumika dhidi ya adui. Tukisalia jimboni Kivu ya Kusini katika tarafa la Mwenga, mapigano makali yalizuka hiyo jana Jumamosi tarehe 7 Februari mwaka 2026 kati ya wapiganaji wa wahasi wa M23 AFC dhidi ya jeshi la taifa FARDC pamoja na wapiganaji wa Zalendo katika grupema ya Mukangala sheferi ya Luindi. Mapigano hayo yalianza takriban saa 4 asubuhi na yaliendelea hadi jioni, yakisababisha vifo na majeruhi kwa pande zote mbili kulingana na vyanzo vya eneo hilo. Ingawa bado hakuna takwimu rasmi za hasara, vyanzo hivyo vinaripoti kuwa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo wamefanikiwa kurejesha udhibiti wa eneo la Chafunda. Mapigano yaliendelea kupitia mashambulizi yaliyolenga angalau vituo 4 vya FCM 23 kama sehemu ya operesheni za kuikomboa Kasika, makao makuu ya sheferi ya Luindi. Na leo hii Jumapili tarehe 8 Februari katika maeneo ya Plateau ya Fizi, maeneo ya Minembwe, ndege isiyokuwa na rubani ama drone ya kijeshi ya taifa FARDC imeripotiwa kupiga na kubomoa baadhi ya ngome za wahasi wa Twirwaneho Red Tabara katika kijiji cha Kakenge kipatikanacho kwenye kilomita 5 na Minembwe Centre. Na tukumbushe ya kwamba huko Minembwe Centre ni mahali ambapo ndugu zetu wa jumuiya ya jamii ya Banyamulenge wanaishi sana, na ndiko ambako huaga wanasema ya kwamba ni udongo wa mababu zao, na katika milima hiyo ya Plateau ndiko ambako wanajikita sana au ndiko ambako wanapatikana sana. Na hiyo juzi ndugu zetu hao wa Nyamrenge waliweza kufanya maandamano huko Minembwe Centre ya kupinga serikali ya Kongo kwa kile walichokihita ya kwamba serikali ya Kongo iko inatumia drone za kijeshi ili kwenda kwa Kifaransa wanasema kubombarde makazi ya raia ambao ni wao. Na tukikumbuka vizuri, jeshi la taifa la FARDC wakati lilikuwa linagomboa baadhi ya maeneo katika nyanda hizo za Plateau na vijiji vyote pembezoni mwa Minembwe Centre kukombolewa, lakini wakapata shida kuingia katika Minembwe Centre kwa sababu ya wahasi hao wa Twirwaneho Red Tabara FNL pamoja na jeshi la Rwanda RDF wanaojiita M23 waliwezaga kujiingiza katika nafasi ya manyumba za raia, wakavua sare za kijeshi na kujifanya kama raia, na jambo hilo likawa kama jambo ambalo linawajia ngumu sana wanajeshi wa FARDC kwa sababu wao kama vile jeshi la taifa hawangeweza kuingia hapo Minembwe Centre na waanze kupiga risasi ama kufyatua risasi kiolela
kwa sababu wakati ambapo walikuwa tayari wameshavua sare za kijeshi na kuvalia tu nguo za kawaida za kiraia, ingekuwa ni vigumu sana kwa jeshi hili la taifa na wapiganaji wa Zalendo kubainisha ama kutofautisha kati ya muhasi na raia wa kawaida asiyekuwa muhasi. Sasa jamii hiyo ya Wanyamulenge ikafanya hayo manifestation, huku wakileta na vyombo kadhaa vya habari ili viweze kupeperusha hafla hiyo, na walikuwa wamebeba mabango ambayo yanakataza serikali ya Kongo ya kutumia droni ili kuweza kuwabomoa ama kuwashambulia, na kitu ambacho kwa baadhi ya macho ya Wakongomani wengi hawakuweza kupendezwa nacho. Na tutagusia ya kwamba na harakati hizo ama hafla hizo zilikwenda tu kupeperushwa na media za Rwanda, kwa sababu hakuna hata media moja ya Kongo ambayo ilikuwa huko, lakini media ya Rwanda ndio ambayo ilipeperusha habari hizo. Sasa sisi tuko tunashangaa itakuwaje ndugu zetu Wanyamulenge ambao ndio hatuwezi tukakataa, kwa sababu sisi ni wazalendo na tunaipenda nchi yetu. Katiba ya nchi inawatambua kama vile Wakongomani, kwa sababu inasemekana ya kwamba kila yule ambaye alipatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya uhuru ama kabla ya independence, basi tayari kikatiba anakuwa na haki ya kupewa ama kutunukiwa uraia wa nchi ya Kongo. Sawa, tunakubali kwa sababu sisi ni wazalendo na hatuwezi kwenda kinyume na katiba ya nchi yetu, lakini kufuatana na matendo ambayo ndugu zetu Wanyamulenge wako wanaendelea kuonesha wakati huu wa conflict ama wa conflict kati ya Rwanda na Kongo, wao wako wanaonesha kuegamia upande wa Rwanda, kitu ambacho sisi kweli ama niseme Wakongomani wengi hakiwaridhishi. Itakuwaje hafla zifanyike Minembwe za kupinga serikali ya Tshisekedi, alafu media za Rwanda ndio ziwe za kwanza kuposti ama kutapakanya hizo habari, wakati kwanza huku media za Kongo hazijaongelea kitu chochote? Yani utakuta ni kwamba ni hafla ambazo zimetengenezwa na zimehakikiwa kwa makusudi fulani ili Rwanda ipate sababu ya kuweza kusingizia serikali ya Kongo ya kwamba kuna mauaji ya kimbari ambayo serikali ya Kongo iko inafanya dhidi ya jamii ya Banyamulenge, kitu ambacho sicho na kitu ambacho hakipo kabisa. Na hatuwezi tukasema ya kwamba ni Banyamulenge tu ndio ambao wanatumika pamoja na adui, wasiseme eti ya kwamba tunawaonea. Tunajua ya kwamba katika makabila yote hapa jimboni Kivu ya Kusini na hata jimboni Kivu Kaskazini kuna wale watu ambao ni wasaliti ambao kwa ajili ya tamaa ya pesa wamekubali kutumika pamoja na adui. Lakini ukiangalia vizuri kabisa baadhi ya makabila hizo zote, na kuna wengine kabisa ambao wanatumika kinyume na adui na kumpinga adui, na serikali ama na dunia nzima inapata kuona. Lakini mtuambie basi ni Mnyamulenge gani ambaye iko anapinga adui wa Kongo na dunia inaona? Hakuna, ila wote wako wanacheza mchezo wa adui. Yani adui akisema hivi nao ni hivyo hivyo, wakisema sijui Wanyamulenge ndio hivi nao ni hivyo hivyo. Na hicho kitu ni kitu ambacho kinaweza kikawashushia heshima kubwa ndugu zetu Wanyamulenge, kwa sababu hamwezi mkasema ya kwamba nyinyi ni Wakongomani alafu kila jambo ambalo linatokea Kongo ili kusumbua Kongo, ili kuangusha Kongo kwa makusudi mbaya, nyie tena mnakuwa wa kwanza kusapoti hilo jambo. Na tunajua kwamba nyie mnapendaga sana mambo ya siri na mambo ya kuaminiana nyinyi kwa nyinyi. Hiyo ni hali yenu, hatuwezi tukawageuza, kwa sababu unajua nyie waga sana mnafuata mkondo wa Azarias Ruberwa pamoja na bwana Moise Nyarugabo. Wale watu wakisema neno basi na nyinyi ni sharti mfuate hilo neno. Imagine wakati FRDC inaingia mjini Uvira, huyu Moise Nyarugabo
aliamuru Wanyamulenge watoke Uvira wafuatane ama waambatane na waasi wa M23 kutoka Uvira hadi Kamanyola. Haki ya Mungu na Wanyamulenge wakakubali. Yani unajiuliza watu hawa, yani mnapelekeshwa na bado mnakubali kupelekeshwa, kitu ambacho sio kizuri, kwa sababu kesho kutwa Kongo bado itaamka, wananchi wa Kongo wataamka na watasimamisha nchi yao imara. Sasa inawezekana kesho kutwa mkakosa wapi pa kuegemea. Labda mwegemee Kongo au labda mwegemee Rwanda, na inabidi mchague upande mmoja. Na kama utachagua upande wa Kongo, fanya kila kitu katika maslahi ama katika faida ya Kongo, na kama utakwenda Rwanda, basi nenda Rwanda, tujue wewe ni Rwanda na huyu ni Kongo, kuliko kuwa nafanya vitu ambavyo havitaridhisha ama haviridhishi jamii zingine ambazo zinawazunguka, ili kesho kutwa mwanzo kulalamika eti mnachukiwa au sijui mnaonewa na mengineyo ambayo hayafai. Mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, hapa ndipo ambapo tutakwenda kuweka nukta kwanza kwa habari za matukio ya kila siku. Nimeamua kidogo kutema hizo cheche hapo kuhusiana na wenzetu wa kabila la Wanyamulenge, kwa kile ambacho tunachokiona kikiendelea upande wao, na ni ujumbe ambao kila mmoja wao ambaye atasikia apate kuwa na ile kitu ambacho wanaita dhamiri na kujirudia, ili tupate kuishi kwa umoja na mapatano mazuri kama Wakongomani, tujenge Kongo moja. Chao, tukutane kwa majaliwa.